Zoezi la uboreshaji wa taarifa litaanza tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka tarehe 7 mwezi wa 5. Kwa hiyo tuna muda wa siku 7 kwa kufanya zoezi hili na maeneo yote ambayo tutakuwa yametangazwa. Lakini pia katika vituo ambavyo vitatumika, si vituo vyote vilivyotumika awali wakati wa kuandikisha vitatumika pia kwenye uboreshaji huu. Zoezi la uboreshaji litakuwa na vituo vichache. Na kwa Ludewa tutategemea kuwa na vituo 73. Kwa hiyo utaona kwamba vituo vile vimepungua. Ni msikalia kila kijiji kitakuwa na kituo kimoja. Kwa hiyo maana yake sasa jukumu letu sisi kama wadau, kwanza tuhamasishe wananchi wafike kwenye vituo kukagua taarifa zao. Ni muhimu sana. Na lakini pia kila mmoja taarifa zake aweze kuangalia kama ziko sahihi au aweze kuziboresha. Kwa hiyo tunategemea kwamba ndani ya siku 7 hizo ambazo tumepewa, basi taarifa zikishafanywa kazi, zikisharekebishwa, baada ya hapo hakutakuwa na muda tena kuja kurekebisha taarifa hizo. Maana yake hapa tunachobidi sasa ni zoezi la mwisho la kuandaa daftari la kupiga kura kwa ajili ya uchaguzi utakaofanyika hapo baadaye. Kwa sisi kwa upande wetu kama tunaweza uchaguzi, vifaa asilimia kubwa vimeshafika na tumeshajipanga kwamba kuanzia hiyo tarehe 1 zoezi litaanza katika vituo vyote ambavyo vitakuwa vimeainishwa. Kwa hiyo muhimu tu kwamba tunasisitiza wapiga kura waweze kujitokeza kuweza kurekebisha taarifa zao, waboreshe hizo taarifa, na ili daftari sasa maana itakapokuwa limekamilika basi tuwe na daftari la kupiga kura ambalo lina taarifa ambazo ni sahihi. Lakini kitu kingine katika uboreshaji huu, mpiga kura aliyejiandikisha anao uwezo wa kumwekea pingamizi mpiga kura mwingine ambaye amejiandikisha kwenye daftari, ikiwa tu anaona hana sifa zinazotakiwa kwa mpiga kura. Kwa hiyo kama kwenye daftari kaonekana kwamba kuna mtu ameandikishwa kwenye daftari hajatimiza umri wa miaka 18 au hata timiza umri wa miaka 18 mpaka muda wa uchaguzi utakapofika, basi yule aliyejiandikisha anao uwezo wa kumwekea pingamizi yule aliyeandikishwa ili taarifa zake ziweze kuondolewa kwenye daftari. Au ikatokea mpiga kura ambaye alishaandikishwa kwa awali amefariki. Kwa hiyo safari hii sasa maana yake sisi ambao tunatambua kwamba fulani yuko kwenye daftari lakini amefariki, tunatakiwa tuwe taarifa ili tuweke pingamizi ili aweze kuondolewa taarifa zake kwenye daftari. Sasa nimeeleweka. Kwa hiyo ndio lengo kubwa la uboreshaji wa awamu hii ya pili. Sehemu kubwa ni kuboresha taarifa za wapiga kura ambazo ziko kwenye daftari ambazo tunaona sio sahihi.